Wapendwa, ukimtazama jirani yako mahali alipo unamuona. Si tuna utamaduni wa kuona, maana tuna mwili na roho. Ukiangalia kama mnafanana, wengine walisema duniani wako wawili wawili sijui. Kama mnafanana, mna bahati. Ni kumshukuru Mungu. Lakini kila mtu yuko vile alivyo. Nani mbaya wa sura? Nani mzuri wa sura? Kwa sababu hukujiumba, umeumbwa. Na kama ungekuwa na konsani yoyote, ungemwambia Mungu, sitaki kuwa Mwafrika, nataka kuwa mzungu. Na wapo wazungu wangesema, sitaki uzungu, nataka kuwa mweusi. Wapo. Lakini huna nafasi hiyo. Uko kama ulivyo. Mkuu ni mmoja ambaye ni Mungu. Ndiye mkuu. Ndiye mkuu. Wa pili nani? Baba na mama. Kataa ufanye nini, sura ulio nayo. Kama unamchukia baba au mama, pua ni ya baba au jicho ni la baba au mdomo ni wa mama. Huwezi kusema, no mama, mimi sikupendi, wewe ni mbaya sana, mimi ningetaka kuwa huwezi. Mama ni mama, baba ni baba. Na hata kama utasema haka katoto kazuri sana, kasingezaliwa na huyo, ukikaletea wazazi wake ambao ni wale wale unaowaona wana sura mbaya, ukisema kachague, katachagua hao hao. Kitaka kukabeba kana hakataki. Hata kama ni mrembo wa vipi, katakukataa. Kakikukubali basi ni kwa sababu ya kibali chako tu. Kwenye mabasi na waonaka wengine, unakuta kwamba kakitokea katoto kamevikwa vizuri, nimlete hapa ni mbebe. Kakitokea kengine bahati mbaya kana mafuafua, utawaona si ndio? Anawavika watoto wao vizuri ili mlete hapa, mlete hapa. Wakati mwingine anaweza hata kuibiwa. Amependwa. Lakini kakijua kwamba hao waliniiba tu, katawachukia pamoja na urembo wao wanavyojiona. Ninachotaka kusema ni nini? Mkuu ni mmoja, Mungu Muumba. Na wa pili ni baba na mama. Na wengine je? Sasa ujumbe kwa wengine ndio huu, kwamba uishi kwa ajili ya wengine. Uishi kwa ajili ya wengine, niishi kwa ajili ya wengine. Kwa nini? Kwa kulinganisha na agizo la Mungu. Amri za Mungu ni moja iliyogawanywa katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni ile vertical relationship, yani kutoka juu kuja chini, sio kutoka chini kwenda juu. Kutoka juu kuja chini. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndiye aliyeanza kutupenda, sio kwamba sisi tulianza kumpenda. Mungu ndiye anayeanza kututafuta, sio kwamba sisi tunamtafuta. Ndio maana yake kutoka juu kuja chini. Usianzie kuchora chini kwenda juu, lazima uanzie juu kuja chini. Unaposhusha chini, unashusha, una kalamu umeishika wewe, unashusha kwako, halafu unakata kulia, kushoto ama kulia. Maana yake ile horizontal ni kwa ajili ya wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio maana imesema mpende Bwana Mungu wako
kwa roho yako yote, si kwa nini zako yote, na kwa nini zako, na kwa zote. Na ya pili, na jirani yako. Kama vipi? Kwa namna ipi? Kama unavyojipenda. Kama unavyojipenda, usipunguze uzito. Iwe kama unavyojipenda. Ukipunguza, usipompenda mwenzako kama unavyojipenda, kwa kipimo kile unavyojipenda, dhambi, kosa, unatakiwa kutubu. Wangapi tutatubu? Kila mmoja atatubu, maana ni deni. Sasa unampenda mwenzako kama unavyojipenda. Ukimpunguza, umejipunguza mbele za Mungu. Ukimpunguza, umejipunguza. Kwa hiyo sasa deni ni hilo. Madeni mengine yote yanalipika, isipokuwa la upendo halilipiki. Kila leo unatakiwa kupiga hatua kumpenda mwingine. Na Mungu akasema, Yohana amesema, kama kuna mtu anasema anampenda Mungu, lakini ana ndugu yake anayemchukia, anasema uongo. Kwa nini? Kwa sababu huwezi kumpenda Mungu kama umeshindwa kumpenda unayemuona. Huwezi kumpenda Mungu usiyemuona kwa macho kama umeshindwa mtu ambaye unamuona na sura na macho mnaelewana. Kwa hiyo dhambi mbaya na kubwa ni upendo kupungua. Hiyo ndiyo dhambi. Ni upendo kupungua. Hiyo ndiyo dhambi kubwa sana. Kwa nini? Neno ishi kwa ajili ya wenzako. Aliyenunua maiki hakujinunulia. Alitoa mfukoni mwake, angetumia kununua nyanya, angetumia kununua, akanunua maiki. Wala huwezi kumkuta na kunyang'anya maiki, umepewa kuomba akakunyang'anya, niombe kwanza ruhusa. Hakuna. Yani kagawa, kasahau na kusahau. Ila mkiona unazitumia vibaya, ataumia. Hiyo ni binadamu, ataumia. Yani unaitumia vibaya, ataumia. Tena tutapata wapi? Ataumia. Hata mimi naweza nikaumia. Sasa niambie, unaumia ulizinunua. Yani ninachosema ni siri kubwa. Ni siri kubwa. Kwa hiyo tunatakiwa kujijenga katika upendo. Sijasema neno la msingi. Neno la msingi Pasaka hii ni hili, ni ujumbe mmoja tu. Tufufuke pamoja na Yesu. Tufufuke pamoja na Yesu. Tutalijua tunapoendelea. Lakini pointi ya leo ni fupi tu. Pamoja na Yesu msalabani. Hiyo ndio pointi ya jioni ya leo. Kumbe iko tayari hapa. Pamoja na Yesu msalabani. Hiyo ndio dawa. Na kama mtu atakuhubiria habari ya kutajirika, habari ya kumfukuza shetani, habari ya kubarikiwa, habari ya nene, atakuhubiri maneno mazuri, kama hatagusa kwamba uwezo wa hayo anayoyasema ni pamoja na Yesu msalabani, anakudanganya. Anataka kukuibia. Anataka aonekane amekuweza, halafu akuambie na kukuombea ulete na sadaka, wenye laki wasimame pale, wenye 50 pale, wenye 10 hapa,
wenye 20 hapa anagawanya mafungu. Kisaikolojia anataka utoe kwa mtiririko ili kwamba ajaze kwenye mfuko wake. Sio ajaze kwenye madhabahu na kazi ya Mungu, ajaze kwenye mfuko wake. Wajua hakika ya kwamba kwa sasa habari ya uchumi ni kizungumkuti. Biashara wanazofanya wengine wameshindwa. Kwa hiyo tunapoona watu wako na biashara na wanapata kipato, ni Mungu yule amekuwezesha, amekufanya uwe hivyo. Na wengine wanameza mate, na wengine wanakutafutia sababu kukung'oa, eti umejidai, wala ukisahau kumsalimia tu. Wanadamu ndivyo ilivyo, unaweza kupitiwa tu. Nikapita nisikusalimie, kamepita, ka upepo kamepita. Hapo napo itakuwa kwamba ni kwa sababu alikuwa amepanda gari, kwanza kanimwagia maji na maji hujamwagia, bahati mbaya tu imetokea. Na watu wanatengeneza hayo yote yanatokea kwa kukosa upendo. Mimi ningesema hata nifilisike peke yangu, nipake wote mpate vyote vingi kabisa, hivi utanisahau mimi mmoja tu. Kama hujajipanga utapata dhambi kubwa. Nitakuwa mwenye huko na wala siwezi kutoa nauli. Ni kweli kabisa. Lakini kitu cha pekee ni pamoja na Yesu msalabani. Na mimi napenda kuwahubiri hilo, pamoja na Yesu msalabani. Naomba ulishike hilo. Ndiyo siri ya mafanikio na kushinda. Na tukiwa pamoja na Yesu msalabani kwenye kufufuka sasa, hapo tutaweza kufufuka vizuri. Sasa niwaletee sasa mistari pendwa ambayo Mungu alinionyesha. Sasa mistari hiyo niwaombe tuwe nani. Nilikuwa ninamuomba Mungu kati ya mistari hiyo ni mstari upi ambao maana huwa ni hata kama ukihubiri vipi, huwa kuna mstari ambao ni mkanda kabisa. Na niwaombe sasa, sijui kama niliwapa kule kwenye display. Mstari wa kwanza tumekwisha kuusoma, ambao ni Luka 24:46-47. Katika mstari huo neno la pamoja na Yesu msalabani limetajwa kwa namna hii ya kwamba kwa yeye huyo mataifa yote, ulimwengu wote uhubiriwe kwa habari ya nini? Ya toba, ondoleo la dhambi. Kwa tatizo kubwa ni dhambi. Na tatizo kubwa ni dhambi. Hiyo dhambi ni kupungua upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu. Mungu ni upendo. Na mtu akijibana katika upendo amekamilika. Sasa kuna maneno ya kufa kwa Yesu Kristo. Kuna kufufuka kwa Yesu Kristo. Ukianalyze yele kufa kwa Yesu Kristo ni mateso mazito. Na mimi sikuleta mistari ile ya habari ya kwamba aligopigiliwa msalabani, misumari, alisema maneno mangapi, alikuwa kama tulivyozoea. Nimewaletea tu pamoja na Yesu msalabani. Kwa ujumla ni mateso mazito sana, ambayo yalikuwa yangetufaa sisi, yalituhusu sisi. Yeye akayachukua. Nini ninachosema? Unajua Yesu Kristo peke yake ndiye hana dhambi, lakini amepita katika tumbo la mwanamke kama sisi sote tulivyopita. Lakini kila mtu aliyepita katika tumbo la mwanamke amevuka na dhambi. Isipokuwa mmoja tu kati ya wote waliozaliwa na mwanamke.
ambaye hakuvuka na dhambi kutoka kwenye tumbo la mwanamke ni mmoja tu, ni Yesu Kristo. Basi. Kwa nini? Yeye ana uwezo wa kujikinga na dhambi. Amekuwa humo na hakuchukua dhambi yoyote. Pamoja na kwamba wengine huwa wanaargue, wanasema kwamba si mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, sio ya mwanaume. Na Yusufu alizuiliwa kumjua. Kwa kifupi, kulala naye, alizuiliwa na malaika. Na alikuwa mwaminifu, hakufanya hilo. Lakini huyu Mariamu naye hakuwa amewahi kuvua nguo mbele ya mwanaume, hata kutazamwa tu. Hakuwa amewahi. Bwana Yesu asifiwe. Isipokuwa mimba ile, asema ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Lakini yeye Mariamu si alizaliwa na baba yake na mama yake akavuka navyo? Vilikuwa kwake. Je, na hilo yai lilimbakishaje? Hilo yai, si ni kwa yai na mbeko za hilo yai lilikuwa na dhambi. Alikwepa vipi? Alikwepa kwa sababu yeye ni nuru. Tunajua nuru. Biblia inatupa maneno mawili, nuru na giza. Giza ni uchafu, giza ni dhambi, giza ni maovu, giza ni machukizo ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ndiyo nuru. Kwa hiyo Mungu ni nuru, Yesu ni nuru. Na ndiyo maana hata yule ibilisi, yule shetani, alipokuwa akiwa malaika alikuwa anaitwa Lucifer. Lucifer limetokana na neno la Kilatini na Kiebrania lucere au lucio. Maana yake ni brightness, ni nuru inayong'aa nzuri kweli. Na huyo shetani alipokuwa ni malaika mkuu akiitwa Lucifer, ule mng'ao alikuwa na pepea hivi. Maandiko yanasema alikuwa anaruka kwenye mawe ya moto, anaenda huko na huko. Maandiko yanasema alikuwa na voko, alikuwa mwimbaji, kama yani sauti yake zilikuwa kama firimbi zilizopangiliwa. Maandiko yanasema, hatuna muda wa kuyasoma. Alikuwa na voko. Na huyo akasema yeye alikuwa ni nuru, alikuwa mng'ao. Na maandiko yanasema Mungu amejiweka katika nuru isiyoweza kukaribiwa, katika Timotheo ya kwanza. Yeye peke yake hapatikani na mauti, Mungu huyo. Na Yesu Kristo ndiyo neno la Mungu, ni nuru. Na sasa shetani akasema, nitapanda mpaka juu, nitafanana na yule Mungu. Ndiyo kosa lake lilitokea hapo. Tangu saa hiyo akafukuzwa, akakatwa, akaondolewa kwenye hiyo enzi, akawekwa malaika mwingine Mikael, katupwa. Jina lililofuatana na yeye ni giza. Na ndiyo maana sasa kuna mistari inayosema, kwa maana yeye alituokoa kutoka katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Upendo umetajwa pale na giza limetajwa pale. Ni Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13. Naye alituokoa kutoka katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutupeleka, kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Upendo umetajwa pale na nuru imetajwa pale. Kama ametajwa kutoka katika nguvu za giza, kule wanako kuingizwa
ni nuruni. Bwana Yesu asifiwe. Huo hapo ndio mstari. Hapo ametuingiza katika ufalme wa mwana wake mpendwa. Mpendwa ndio upendo. Mwana wa pendo lake. Sasa huo ufalme wa mwana wa pendo lake ni pamoja na Yesu msalabani. Pale msalabani. Bila msalaba, kuwa pamoja na Yesu msalabani, huwezi kupenda. Huwezi kufaulu katika upendo. Kitakuuma tu. Utakumbuka makosa aliyokutendea. Yaani mwingine kanifyonya tu. Kuna kufyonya kurefu, si ndio? Wengine wanajua kuivuta mpaka hata dakika 5. Inaenda tu. Hebu jaribu wewe. Sasa inapoenda ndefu hizo, mtu anaumia. Ya ananifyonya akikuambia lana, wewe unamrudishia tena, moyo umetuna na msuli. Umeona? Umeona hiyo? Lakini upendo unakuvuta shati urudi nyuma kama mjinga vile. Kwa hiyo sasa kwenye mstari huo kuna kanuni ya kuomba. Unapopiga magoti kumuomba Mungu, hakikisha kabisa umesimama katika upendo wa Mungu na kulitia jina la Mungu. Unamwambia Mungu, nimesimama mbele zako. Ninahitaji upendo wako ukae katika moyo wangu ili nikamilike. Upendo wa Mungu ndio ukamilifu wa binadamu. Ukisoma Wakorintho ya kwanza 13 mstari wa 4 na kuendelea. Upendo hauna chuki. Upendo haufurahi udhalimu. Upendo unafurahi pamoja na kweli. Wenye upendo, yani kuna sifa kama zote. Yani ndio ukamilifu. Na Yohana akasema Mungu ni upendo. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na Yesu msalabani, ukipanda na Yesu msalabani, tayari unaanza kutembea. Mstari mwingine Wakorintho ya pili 5:19. Wakorintho ya pili 5:19. Sijui kama naweza kupata mkadisplay hapo ukaonekana pale. Wakorintho ya pili 5:17. Wakorintho ya pili 5:19. Tayari? Imeandikwa. Tunasoma pale. Kila mtu asome pale. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni kwamba Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Pamoja na Yesu msalabani, pale msalabani huyo Kristo, Mungu alikuwa ndani yake. Na nguvu iliyokuwepo pale ni sio ya kawaida. Na kusudi la kuwa katika Kristo, alikuwa anaupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Yaani anakupatanisha wewe na yeye Mungu, lakini ndani ya Kristo. Ukiondoa Kristo, ukimwondoa Kristo na ukamwondoa msalabani, hana nguvu. Hawezi. Na hawezi. Tumepatana na Mungu kama nilivyosema. Ile vertical relationship, yani kuanzia juu kuja hivi. Mungu ameshuka mpaka ndani ya Yesu Kristo msalabani.
akakaa mle. Ameshuka akakaa mle, akakusubiri kukupatanisha na yeye, tukakutana pale kwenye msalaba. Kama mtu hatapanda msalabani, sahau, huwezi kushinda dhambi kabisa. Na asikudanganye mtu, hata kama awe papa, awe askofu, sio awe Mkristo gani, awe muombaji gani. Ukimwondoa, asipopanda msalabani, asipokuwa pamoja na Yesu msalabani, anakudanganya, hawezi. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na Yesu msalabani. Naomba tupate mstari wa Yohana 12 mstari wa 31 na 32. Tunaelekea Yohana 12 mstari wa 31 na 32. Haya, huku mnajiandaa na mstari mwingine unaokuja. Bwana Yesu asifiwe. Upunguzeni maneno yote yaje na ni 31 na 32. Upunguze fonti, maana fonti kubwa inajaza. Haya, labda unapandisha hapo. Sasa sawa. Sasa umeandikwa. Sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Hukumu ya ulimwengu huu ipo. Nasema sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje. Mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje. Hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje. 32 inasema, nami nikiinuliwa juu ya nchi, nitawavuta wote kwangu, pamoja na Yesu msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Tunapewa ishara ya kwamba ni pamoja na Yesu msalabani. Alipoinuliwa juu, Mungu akashuka ndani ya Kristo pale msalabani, akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake msalabani. Sasa nini pointi? Yaani pale msalabani nguvu ya Mungu inakuvuta, wote mnavutwa. Nitawavuta wote kwangu. Anavuta ulimwengu wote kwake. Ana maana gani? Kila mtu mahali alipo ana dhambi fulani iliyomshikilia. Amevuka kutoka katika tumbo la mama yake miezi 9, amekusanya usikusanye makorokoro yote. Kama walikuwa wanadundana ngumi wakati wa mimba, pumbavu wewe, kichwa chako kama paka wewe, mpumbavu mjinga sana wewe, umenipa maji gani ya kuoga haya? Mbona hayajachemka kiasi cha kutosha? Hivi ndio ulivyofunzwa na mama yako? Hayo yote yanatokana. Huyo mtoto anasikia, huyo mtoto anakusanya. Kama ulikuwa unaomba sana, mwanangu atakayezaliwa, wengine wamewaita na watoto makoye, matatizo, sinane, semeni, sio wema, sinane. Amewaumbia hizo roho mwenzangu. Umemwumbia mtoto wako, sio wema. Matatizo ndio yanamfuata, si mguu huyu, si nini. Yote jamani mmeyatamka wewe ndio yote. Ulikuwa hujui mwenzangu, tumboni. Sasa anawavuta,
hayo yote aliyoyarithi aliyoyapeleka. Unajua mtu anaweza kuwa mgumu kutokana na ugumu wa wazazi wake walivyo. Unavyokuwa mgumu, unavyokuwa hivyo, ndio unatengeneza picha ya mtoto wako atakayezaliwa. Kama hujazaa, kama umezaa na wewe ndivyo hivyo. Ndio maana wanakusumbua. Ndio maana yani ni wagumu kweli. Kama ni mgumu, kama ni matatizo ndio wakati mwingine tunayatengeneza. Kwani ukimuita mtoto wako Rehema, Nancy, Sinani, yale mazuri unajua nini? Ndio maana imeandikwa, barikini wala msilaani. Katika Warumi imeandikwa sura ya 12, barikini wala msilaani. Imezuiliwa kabisa katika Agano Jipya kulaani. Imezuiliwa. Hata kama utaudhiwa kiasi gani mwenzangu, usiseme radi na ikupate. Umekosea. Ukisema hivyo unalirudisha kwako. Ndio kanuni ya Agano Jipya. Imeandikwaje katika Waefeso sura ya 6 mstari wa 8? Tukijua neno hili ya kwamba kila tendo jema alitendalo mtu atalipwa lilo hilo na Bwana, kama ni mtumwa au ni huru. Unapotenda jema utalipwa lilo hilo na Bwana. Kinyume chake, unapotenda baya utalipwa lilo hilo. Saida Kaloli sui nani alisema, mchimba mashimo atatumbukia mwenyewe. Na Jennifer Mugendi, atatumbukia mwenyewe. Shimo umenichimbia, utatumbukia mwenyewe. Ukichimba shimo ujue kwamba unajichimbia. Kumbuka Hamani alitengeneza mti wa kumtundika Mordekai. Alitundikwa Mordekai au yeye? Hapo ndio shida, hatujui. Ukienda kuanza kumtukana mzee Masaba, hapana, yani kama mzee Masaba kajinga kabisa, yani unatengeneza wingu la matusi, bomu linalozunguka. Siku moja litakapodunda utaelewa. Na hautaelewa siku moja nilisema mabaya kwa Masaba. Hutaelewa. Kwa sababu gani? Kwa sababu mpaka akuletee katika ndoto au uhubiriwe kama ninavyohubiri sasa, halafu kaje ka akili, kumbe hii ni mbaya, halafu kachukua hatua mapema. Ukizubaa tu, hata neno linapohubiriwa kama hivi ukazubaa kuchukua hatua, kuna kuja lea kama ya chai ya maziwa mengi. Dakika moja ukinani inaganda, na ukinywa inakunata kwenye mdomo, inakunasa mpaka ufanya halafu kapatikana kama mfreji, halafu ndio uanze kunywa. Ukizoea, ukizubaa kwa muda inatanda, halafu kinani inako. Ndivyo ilivyo. Yani neno likihubiriwa, ukilisikia au la kuonywa kwamba fanya hivi, ukizubaa tu yanakuja mafuta hapa linatanda, hauwezi kuchukua hatua. Ndio maana maandiko yakasema kwamba leo hivi kama mtasikia sauti yangu, usiufanye mgumu moyo wako. Ndio wakati huo. Na ndio sababu watu ukimaliza kuhubiri unatoa wito bila kujua nani ana shida gani. Watu wanakuja kwa Yesu wao. Wanaposimama hapa, maana yake wamepanda msalabani pamoja na Yesu. Wewe utamcheka siku atakapoondoka duniani. Tutakutana tuona na upande
paradiso. Pale paradiso, paradiso tutaonana. Kama ulikuwa unalani na jeuri yako, sasa ndio utakuwa kama yule tajiri. Yule masikini alipokufa akasindikizwa na malaika mpaka kwenye kifua cha nani? Cha Ibrahimu. Pale Ibrahimu alipo baba yetu wa imani. Enzi zako zimeisha za hapa duniani mwenzangu. Hapa duniani ni muda mfupi tu. Usijidanganye hata kama una raha ni za muda mfupi. Ipo siku ya kuelewa, ya kuipata fresh. Kwa hiyo maana yake ni pamoja na Yesu msalabani. Tunakuja mstari Yohana 19 mstari wa 25 na 27 hadi 27. Hapo ndio mrefu kidogo. Yohana 19 25 hadi 27, pamoja na Yesu msalabani. Haya maneno ni hayo hapo. Maarifa yameongezeka. Hata usipokuja na Biblia hapa utasoma tu Biblia. Lakini ukitoka hapa hakuna screen ya hivi. Uwe nayo. Kwenye simu zitabadilishwa, zingine zimewekewa maneno mengine. Uwe nayo hard copy ambayo umehakikisha iko vizuri na uitunze. Nunua hata 2 3 nyingine, kafunike kabisa utunze. Kuna wakati unakuja. Wameanza kuingiza, si mnafahamu yule robot anaitwa Chat nini? ChatGPT. Unamfahamu? Ana maarifa yote. Sema anakufafanulia kila, alishapelekwa Bible school. Ana masters, nini? Lakini pima theolojia yake. Mimi huwa unaweza ukabweteka mpaka ukawa siku ya kuhubiri nani? Mimi najitengenezeaga mwenyewe mahubiri. Unaona, nieleze huyu Mariamu alikuwa mtoto wa nani? Halafu nakuja kusema Mariamu alikuwa mtoto wa nani? Mariamu, haleluya. Kana kwamba wewe unajua sana, kumbe wewe unahubiri ya roboti. Hata hayamo kwenye moyo wako. Uko tupu. Mungu anakujua. Mungu anajua. Lakini robot yule hawezi kwenda na theolojia zote. Atakuminya tu mahali. Maana zipo theolojia ambazo iko systematic theology, iko biblical theology, ziko theology za aina nyingi ambazo watu wameweka misimamo yao. Lakini ipo ya kweli, lazima utumie Roho Mtakatifu ndio hakuna. Anaweza akakuletea theolojia ya aina fulani tu, na kumbe imeenda upande. Na ukishapotosha hairudi hiyo, imekwenda kwenye masikio ya watu wameshikilia. Ndio hapo Paulo alisema kwamba siku yaja kazi ya kila mtu itafunuliwa katika moto. Yule aliyejenga nyasi au majani au dhahabu au si mawe ya thamani yatachomwa moto. Kama wewe umejenga nyasi, zinaungua zote, unabakiza Kristo. Kama umeokoka, ulikuwa na imani thabiti, basi uko pale huna matunda. Unamkuta mwingine anamelemeta kama marehemu Kulola alikuwa anapenda kuhubiri, anasema kumbuka unapofanya kazi ya Mungu hapa duniani unajenga nyumba yako kule mbinguni. Siku utakapoondoka mwingine anaenda, amefika kule anaambiwa peleke kwenye nyumba yake. Napofika anapelekwa, anafikiri anaenda wapi huko, anafikiri hapa ndipo. Kuja kukuta ni giza, hakuna umeme. Halafu anauliza, mbona hakuna umeme? Usiniulize. Ulipokuwa unajenga huko duniani haukuweka umeme. Utakaa humo hakuna umeme.
jirani yako ana umeme. Ndizo tofauti za kufanya kazi ya Mungu. Ukimuona kuhanda meng'ang'ana mvua na vile hata kati tamaa naenda huko maumivu mwishowe na ukonga hapa, usije kumwambia na wewe ulikuwa huko na wewe. Wote wanaokuja Ukonga, wanaokuja Dar es Salaam, wanaokuja wote hao walikuja kama kuhanda wengine. Tukisema kila mtu arudi kula alikotoka kwao huko, si wapi huko, na urudishiwe maisha ambayo ya mwanzo ya kumshukuru tu Mungu. Hauwezi ukajisifu, hauwezi ukasema chochote. Itarudi tu ile ya deni la upendo. Mpende hata yule anaye, yani kutoa iwe furaha yako, kumuinua mwingine iwe furaha yako. Ishi kwa ajili ya mwingine, hiyo ndiyo furaha yako. Lakini nilishaonya, lakini hakikisha usimfanye akutegemee, utapata dhambi. Amtegemee Mungu. Na ndio niwaambia wazungu wenyewe, kiona watanitegemea, anaileta kwa mchungaji. Ukifanya zako halafu imeletwa kitu, kimeletwa sadaka, imeletwa hapa, unaiminyia mfukoni, halafu inakuwa yako. Nani atajua? Si ni mchungaji. Utaniuliza, Mungu atakuuliza. Utakomea hiyo, zingine zitakuja zinapita pembeni. Imeishia wapi? Imeondoka. Nini? Uliminya ile, alipewa yule. Hakikisha mazuri yote kama yanamhusu huyo yampate. Hakikisha kitu kinahusu ile kusudi lifike. Kama mtu akisema nimetoa kwa ajili ya ua hili, hakikisha hili ua linunuliwe lije hapa. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukamtuma Shija 50,000, halafu akaiminya akala, wakati ametoa milioni ngapi? Atakulaje hiyo? Hakuna mtu wa namna hiyo, hayupo. Eti ninatoa mamilioni, halafu nije nichukue 20,000. Huna hata aibu hata ya kuongea. Jiongeze tu, upime. Yesu ametoa mamilioni. Mamilioni. Upendo ni mamilioni. Bwana Yesu asifiwe. Sasa penye msalaba wake Yesu alikuwa amesimama mamaye na umbu la mamaye. Umbu ni nani? Mdogo wake, si ndio? Na Mariamu mamaye, Mariamu wa Klopa na Mariamu Magdalene na nani? Tunaenda huko. Tunaenda. Basi Yesu alipomuona mama yake na yule mwanafunzi aliyempenda amesimama karibu, akamwambia mama yake, mama, tazama mwanao. Tuendelee. Kisha akamwambia yule mwanafunzi, tazama mama yako. Na tangu saa ile mwanafunzi yule akamchukua nyumbani kwake. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yuko msalabani. Yuko na maumivu msalabani. Anamwachaje mama yake? Anasema kwamba mama yangu ni wa thamani. Wapo wengi, yupo Yakobo, yupo Petro, yupo na wengine, yuko mwingine. Mimi nachagua mama yangu kumwacha mikononi mwa Yohana. Kwa nini Yohana? Yohana alikuwa ni mtume kijana kuliko wote mitume wote. Tukimuondoa Paulo, maana Paulo amekuja baada ya Yesu kupaa mbinguni. Walikuwepo wengine. Na alikuwepo mwanafunzi ambaye ni maarufu kabisa, aliyetamkiwa, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, nami nitakupa wewe funguo ya ufalme. Mahali utakapopafunga pamefungwa, utakapopafungua pamefunguliwa. Ni nani huyo? Petro.
Kisoma ile Mathayo 16:16. Amepewa funguo. Lakini huyo Petro alikuwa amedhamiria kabisa, anasema mimi nitapigana nao, hautakufa. Akaambiwa wewe rudi nyuma shetani wewe. Na tena alipokuwa akaambiwa utakapoongoka utawasaidia ndugu zako. Na akaambiwa utamkana Yesu mara 3 kabla ya jimbi. Akaambiwa kabisa. Amepewa funguo. Angeachwa mama yake mikononi mwa Petro. Huyu Yohana ndiye mtume wa pekee aliyekuwa kifuani pa Yesu, na Yesu alikuwa amemkubali. Sio upendeleo. Na wewe hata mimi nikiona, yani akitokea muumini yeyote ambaye yuko pamoja na mimi, kidogo tu anafika, amefika paka na sipoangalia nitawasahau wengine. Kabisa yani. Mtu anahitaji upendo. Mume na mke tuliooa, upendo. Tunatarajia hilo. Upendo ndio aliyokuja kuleta Yesu. Akamkabidhi mikononi mwa Yohana. Hakuna mahali imeandikwa kwamba Mariamu alipokufa alipalizwa mbinguni, hakufa. Na hakuna mahali imeandika Biblia alikufa, alizikwa wapi. Taarifa za Mariamu zimeishia hapo. Kukabidhiwa kwa Yohana basi, na alikabidhi kwa mwanafunzi mpendwa, na Yohana ndiyo aliyesema peke yake kwa uzito, wapenzi na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Baba, kwa Mungu. Naye anayependa amemjua Mungu, asiyependa hakumjua Mungu, kwa kuwa Mungu ni upendo. Amesema hivyo. Kama mtu akisema nampenda Mungu lakini anamchukia ndugu yake, ni mwongo. Maana hawezi kumpenda Mungu asiyemuona wakati anamchukia ndugu yake anayemuona kwa macho. Upendo. Na amri 10 ni upendo. Zimegawanywa katika sehemu 2. Kumpenda Mungu na kumpenda jirani yako. Ni mara ngapi jirani yako amekukosea? Ni mara ngapi ni makosa kama nilivyosema ndefu yenye mkia mrefu? Sasa wapendwa, pamoja na Yesu msalabani ndiyo dawa. Anaweza mtu amezini na mke wako, ameweza mtu amezini na mume wako, ameweza mtu amekuibia kadi yako ya benki, ameweza kukuibia kahaki nania akakuwa. Yani kwenye nafsi yako chuki itaingia kama ile ya Kaini, mpaka akaamua kumchinja, kumuua Habili. Na kweli akaweza, kwa sababu alikaliwa na hasira ya yule mwovu Ibilisi. Na maandiko yanasema si kama yule Kaini alivyokuwa wa yule mwovu, akamwambia ndugu yake twende uwandani. Hasira ni uwaji. Ukimwona mtu amekaza hasira na wala hasamehe, roho ya kisasi inamwandama. Si tunazo nyimbo tunazimbaga, pengine hatujui maana yake. Naweza kuwa unauimba wimbo, lakini wewe ndiye unaukanyaga wimbo pengine. Kwa wanakwaya, sisemi na uimba mmeukanyaga, ni mahubiri tu ndugu zangu. Na wala nisije nikaambiwa kwamba njoni muimbe, hatuimbi. Ukifanya hatuimbi umekasirika, tayari ndio wewe mhanga wa dhambi hiyo. Kwa kweli Mungu ni mwaminifu. Kwa hiyo sasa, pamoja na Yesu msalabani, sasa ninapenda kumalize na wimbo huo, kwamba Mungu akiwa upande wetu ni nani anayeweza. Nisome sasa Isaya 57 mstari wa 15
Halafu mko tayari kupiga voko, yani yani imba kama utakapomaliza kuimba unakufa, unaenda kwa Mungu. Usiangalie kama mko wachache, leo tuko wachache jamani, hao wachache. Yani usiangalie, usitegemee mwenza katika vita, usitegemee mwenzako, ni wewe ndiye uliyeitwa. 57 Isaya 15 anasema, maana yeye aliye juu, aliyetukuka, akaaye milele, ambaye jina lake ni mtakatifu, asema hivi, nakaa mimi mahali palipoinuka, palipo patakatifu, tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea, ili kuzifufua roho za wanyenyekevu na kuifufua mioyo yao waliotubu. Pamoja na Yesu msalabani, anakaa mahali palipo juu, palipoinuka. Lakini hapo palipoinuka, anakaa na mwenye roho iliyonyenyekea. Anaposikia neno lake, ananyenyekea na anakaa pamoja naye. Sasa hakuachi mpaka atakaporudi, atakufufua, anakaa na wewe. Maana utakapofika mahali dhambi imekufunga, silaha yako utatubu, maana unaye Mungu hapo, Yesu Kristo. Uko pamoja na Yesu msalabani, na hauwezi kuzubaa. Nguvu ya toba itakuwepo. Itakapokuja utaanza kuugua, ni kama mtu anataka kutapika mwenzangu, na ndio kuja kushika, tayari ndio toba hiyo. Sio nguvu yako hiyo, nguvu ya kutaka kutapika kama unataka inayokusumbua, mwisho wako naishia kutapika, unatapika na nyongo, unapona mwenzangu. Ndio toba hiyo. Mungu anakaa. Ndio siri ya mafanikio hiyo. Asikudanganye mtu kwamba ni mjanja.